Ushahidi katika kesi na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema umeendelea Mahakama Kuu mara baada ya lisali moja la mapumziko. Kesi imeendelea mahakamani na hapa na kupitisha katika kile ambacho kimeendelea. Jaji: shahidi, kiapo chako kinaendelea, naamini unakumbuka ulipoishia. Wakili: baada ya kupata taarifa kwa maarasio wa mikoa mbalimbali, nini kiliendelea? Shahidi: hatua iliyofuata, niliitisha majalada nikiwa na lengo la kusoma na kufahamu ushahidi uliopo ndani ya hayo majalada. Wakili: imekuwa ipi na ipi? Shahidi: mfano mkoa wa Kilimanjaro lenye KR mkwaju CIB mkwaju PE mkwaju 18 2025, hili lilikuwa jarada la uchunguzi toka Kilimanjaro. Arusha ARS mkwaju CIB mkwaju PE mkwaju 40 mkwaju 2025. Mbeya MBE mkwaju CID mkwaju PE mkwaju 54 mkwaju 2025. Pia kuna jarada lilitoka Ruvuma lilikuwa na kumbukumbu namba ambalo lilikuwa na kosa la kula njama za kuandamana. Pia kulikuwa na jalada toka mkuu wa upelelezi Kinyerezi. Wakili: baada ya kuitisha haya majalada unakumbuka nini? Shahidi: baada ya kuyapokea niliyasoma. Wakili: baada ya kuyasoma ilikuwa kwenye hatua gani za upelelezi? Shahidi: baada ya kuyasoma tulibaini wengi waliokuwa kule walikuwa wamehamasika na kauli ya mshtakiwa na kubaini wengi wao walikuwa wafuasi wa Chadema na wengine wachache wa vyama vingine. Wakili: baada ya kugundua wengi wao walikuwa na ufuasi, ilifuata nini? Shahidi: nilielekeza majarada yarudi mikoa na nikaelekeza hao watu watafutwe na waandike maelezo yao kama mashahidi. Wakili: waandike maelezo kama shahidi kwenye kesi gani? Shahidi: kwenye kesi tulionayo ya uhaini, jambo ambalo lilitekelezwa usiku walipatikana wakaandikishwa maelezo. Wakili: baada ya kupata haya maelezo hasa wewe ulifanya nini? Shahidi: haya maelezo yaliwekwa kama sehemu ya jalada la ushahidi dhidi ya mtuhumiwa. Wakili: unakumbuka nini juu ya tarehe 9 mwezi wa 4 2025? Shahidi: hii ndiyo tarehe aliyokamatwa mshtakiwa akiwa ziarani Mbinga. Wakili: halafu baada ya kukamatwa? Shahidi: alisafirishwa siku hiyo hiyo na kuletwa Dar es Salaam na alifika kesho yake tarehe 10 mwezi wa 4 2025 na kufikishwa kituo cha kati cha polisi. Alifikishwa na kusema tuhuma zake na mtuhumiwa alisema hakuwa tayari kutoa maelezo pale na alisema atatoa maelezo yake mahakamani. Wakili: kisha nini kikaendelea? Shahidi: baada ya kupata maelezo, ofisi ya taifa mashtaka ya kanda ya Dar es Salaam ilipofika majira ya mchana iliandaa mashtaka dhidi ya mshtakiwa na jioni ya hiyo siku alifikishwa mahakamani. Alifikishwa mahakama ya kimkazi Kisutu. Wakili: nini kilifuatia? Shahidi: nakumbuka baada ya kusomewa mashtaka, jarada la upelelezi lilirejeshwa kwetu kwa ajili ya upelelezi zaidi. Wakili: nini unakumbuka kingine? Shahidi: tukiwa tunaendelea na upelelezi tulipokea malalamiko toka kwa baadhi ya mashahidi kuwa kuna matishio kwao iwapo wangetoa ushahidi dhidi ya mshtakiwa. Wakili: hao waliokuwa wanatoa vitisho mlibaini ni nani? Shahidi: wengi walikuwa ni wafuasi wa Chadema, tena wakitumia maneno ya kuwasalimia na kwenda mbali ya kusema waombewe mabaya wapate mikosi na laana. Wakili: baada ya kupokea hiyo taarifa mlifanya nayo nini? Shahidi: na sisi kwa nafasi zetu tuliingia kwenye mitandao na komenti zenyewe zilikuwa na vitisho kwenye mitandao ya Facebook, TikTok, Instagram pamoja na X. Wakili: baada ya kujiridhisha? Shahidi: baada ya kujiridhisha ilifanya mawasiliano na ofisi ya taifa ya mashtaka kueleza juu ya matisho hayo kwa mashahidi ili kuomba wafichwe ulinzi. Wakili: nini kikafuata? Shahidi: baada ya hapo ilikwenda kuchukua kiapo maalum kutoka ofisi ya taifa ya mashtaka ili mashahidi hao wapatiwe ulinzi. Wakili: Mheshimiwa Jaji, baada ya kuwauliza wenzangu hakuna swali la nyongeza.